makini sana kwa somo hili. Njia nne za kuingiza pesa. Wewe unaingiza pesa, hujui inatoka katika njia zipi. Sawa? Kwa naomba nisije kwa makini sana hizo. Njia nne za kuingiza nini? Pesa. Unaweza kujaribu. Anazijua njia hizo. Njia za kuingiza pesa. Anataka kuambia. Karibu. Fanya biashara. Njia ya kuingiza pesa. Mwingine kuuza vitu. Mwingine fanya kazi. Fanya kazi. Mwingine njia za kuingiza hata kuwekeza vitu. Kuwekeza. Uwekezaji vitu. Njia za kuingiza nini? Pesa. Hizi njia anaelezea kitu sana na wewe kuzielewa. Unako na jamaa kanaelezea kuna box 1 2 3 4. Anafafanua kiurahisi sana njia za kuingiza nini? Yoyote unayemwona na pesa, ujue katika hizi njia nne kuna njia nyingine ya kupata pesa. Sawa? Njia ya kwanza ni hii hapa. Ni njia ya kuajiriwa. Employment. Sawa? Umesoma kwa bidii, umefanikiwa kumaliza chuo, umeajiriwa, pesa yako unaipata kwa njia nini? Mshahara. Umeelewana? Kila mwezi ama kila wiki kulingana na mkataba unaofanyaje? Hiyo ni njia ya kwanza kupata nini? Pesa. Njia ya kuajiriwa. Sawa? Njia ya pili inaitwa small job au self job ama self employed, kujiajiri mwenyewe. Mimi sijaajiriwa au mimi nimesoma sasa kuajiriwa. Basi njia ya pili ya kupata pesa ni nini? Ni mtu kujiajiri mwenyewe. Sawa? Pesa yake huyu anaipata kutoka kampani yake kama kama unapata biashara ndogo, mkulima, mfugaji, hajaajiriwa na mtu. Tuko pamoja? Hii tunasema ni self job, unatengeneza kazi yako mwenyewe. Njia ya tatu ni hii hapa. Ni business owners, miliki wa biashara. Ni miliki wa nini? Biashara. Hapa kwenye miliki wa biashara akaja akatoa vitu viwili. Kitu cha kwanza, system, unajenga mfumo wa biashara. Anajenga mfumo wa nini? Biashara. Hicho ni kitu cha kwanza, umiliki wa biashara. Alafu kitu cha pili, anakuwa na watu. Anakuwa na nini? Watu. Wanakuja kufanya kazi na nini? Ile system. Sawa? Huyu miliki wa biashara anapata nini hela? Anapata hela kwa nguvu ya watu wengine. Hata kama siku wepo kazini, atapata nini? Pesa. Sawa? Hata kama akiumwa atapata nini? Pesa. Hata kama akifa anayewaacha atapata nini? Pesa. Huyu hapa mpaka aende kazini apate nini? Pesa. Akiumwa na kazi imefanyaje? Imesimama. Akisafiri na kazi imefanyaje? Inasimama. Umeelewa hapo? Njia ya nne ni investors. Yaani nini? Investors. Huyu investors ni mwekezaji kwa lugha ya mtaani. Huyo mwekezaji bwana. Mwekezaji ni mtu ambaye faida inayotokana na hii biashara anaenda kuwekeza kwenye majengo. Sawa? Ana real estate, ana ghorofa zake, ana hoteli. Umeelewa? Ana uwanja, anajenga nyumba za kuishi za wapangaji, ardhi. Huyo ni nini? Mwekezaji. Ni mtu ambaye faida kwenye biashara kuwekeza kwenye vitu vingine. Sawa? Huyu mtu tunasema ni mtu ambaye pesa zinafanya kazi kwa ajili yake. Pesa zinafanya kazi kwa ajili yake. Hata kama sio kwa ni investors.
tayari shakuwa na lengo kubwa ya kibiashara. Umeelewana? Sasa swali, katika hizi njia 4, upande huu na upande huu, wewe ambaye umekaa kwenye darasa hili unapata pesa kupitia upande huu? Katika huu upande na huu upande, huu unasema ni upande wa kushoto, ndio, si ndio? Left side, right side. Je, wewe unaingiza pesa kupitia upande upi? Na je, upande upi na ambao ni sahihi kuwepo? Nidhani kwamba ni upande wa kushoto ndio wewe unapata mengi kwa namna wa kushoto. Je, huu upande wa kushoto ndio upande ambao ni sahihi kuwepo ama sio sahihi? sio sahihi, sio kulingana na maisha na mifumo ambayo tuliyokutana nayo tunaishi kwa ndio. Mwenye jibu lingine, wewe unapata pesa kufikia upande upi? Karibu. Self job. Uko hapa. Yuko upande wa kushoto. Si ndivyo? Je, upande upi ambao ni sahihi kuwepo? Kwenye business. Haya, mtu mwingine? Kama sikia mnapata pesa? Ndio. Je, unapata kupitia upande upi? Dada, karibu. Au najibu? Nani mgeni anajibu? Kama tushie mawazo hivi tunaingia katika mtu mwingine. Wazo kujaribu. Kwa nini maana mwingine akilipa anapata pesa kupitia upande upi? Useme wewe. Sio wote tunashare. Na kuna wengine wanacheza hii michango. Sasa nafikia upande wa wale upatu wale. Kwa hiyo mnalinda kuisema unaangalia kwa sababu wewe uko ambao tunapata ile upande wa huko. Upande hapo tunataka ni kule upande huko. Sasa kuna kitu ambacho lazima tujue kama leo tujue. Sawa? Darasa hili kama unaingia mmoja wao kufanya kile malengo. Sawa? Tunaishi upande wa huko. Lakini tukitarajia kupata matokeo upande hakuna kijana ambaye hana kutoka tajiri. Uongo kweli? Kila kijana ukikaa naye akiamua kufikia malengo aliyonayo. Wewe si ndio? Na ndoto kuu. Lakini swali, kwa nini vijana wengi tunaishia kwa nothing? Shida inakuja kwamba kuna mtu mmoja leo kuuliza swali, sehemu tajiri kuliko zote duniani ni sehemu gani? Sehemu Tajiri kuliko sehemu yote ile duniani. Makaburini. Makaburini. Unasema ni wapi? Makaburini. Mwingine sehemu tajiri kuliko sehemu yote ile duniani ni Dubai. Mwingine dada bwana anasema katika dada bwana anasema mkaburini. Kwa sababu ndio sehemu pekee ambapo kuna mawazo ya watu mengi mazuri ambayo hayajatekelezeka. Asha siku anakufa, lakini kuna vitu kwenye hii dunia haiwezi kutengenezwa, lakini vijana wanao kwenye maisha zao. Uongo kweli? Sasa kwa nini wanakufa? Kwa sababu 95% ya vijana wanafuta hela kwenye upande wa left side. 95%. 5% ya watu duniani wanatumia upande wa right side. Swali, kwa nini kijana atafuta hela upande wa huku? Alafu kumbe upande zaidi upande wa wapi?
zinaongezeka au zinapungua? Zinapungua. Sasa kama kipato chako kilikuwa kinategemea nguvu zako, kitaongezeka au kitapungua? Kitapungua. Hiyo ndio tofauti ya vipi. Ukiumwa alafu ulikuwa unategemea upande huu, unapata hela? Hapana. Ndio pale ambapo ukutana na mzee maskini usicheke. Ndio huyo alikuwa anachezea hela, kumbe alikuwa anadepend na nguvu zake. Unaelewa? Alafu 100% ile kazi nayo maana yake ni nini? Usipokuwepo kwenye huu upande, hiyo kazi haina msaada na wewe hata sana. Sio, tunaelewa? Duka tu lenyewe ili likupe hela, kama kila siku unafanya ukafungue. Sawa? Ukija upande wa huku 1% your energy, alafu 100% ni watu wengine. Na kipindi mmoja ile kutoka sababu vipi biashara yako ilisimama au niendelee? Niendelea. Vipi nikitaka 200 kwa maana yake ni sisi. Ukiwa upande wa huku, hata kama hautakuwepo duniani, bado kwa kuwa na biashara ambayo ina mfumo, utaridhisha watu kupata hela pia. Sijui tunaelewa? Ndio. Tofauti ya pili ni ya taksi. Kitu tulisoma hiyo ya kodi. Aliyeajiriwa hapa, tunasema tulisoma kwamba kila mtu analipa kodi Tanzania. Aliyeajiriwa hapa analipa kodi ya asilimia 40. Asilimia ngapi? Kodi ya kwanza ukipata mshahara na ile ndio serikali. Kodi inasema unalipa kama unazidi kuchukua na bado unafanya na wewe kulipa. Yaani kama ulikuwa unalipa laki, utalipa kodi ya laki. Ukipata laki mbili kwa utalipa kodi ya laki mbili. Sio ndio? Hiyo ni ambayo ya mshahara. Bado kuna kodi ya huku ya VAT ambayo kila mtu lazima ilipe hata kama kutoka juu. Asilimia ngapi? Bado kuna kodi ya nyumba ile. Umeelewa? Ndio. Huyu hapa small business ama self job analipa kodi ya asilimia ngapi? Asilimia ngapi? Ndio maana kwa mwalimu wa pesa leo sema kwamba biashara zinazoanza leo baada ya miaka 5 asilimia 90 ya hizo biashara zinakufa. Baada ya miaka mingapi? 5 biashara zinakufa. Asilimia 10 zilizobaki baada ya miaka mitano ya mbele pia asilimia 90 zinakufa. Sawa? Maana yake biashara zinazoanza leo baada ya miaka 10 asilimia 99 zinakufa. Sio, unaelewa? Piga picha kwenye jamii zetu. Walio ni small business. Unakuta mtu ana duka kila siku duka haliendelee. Cha zaidi zinapungua. Sio, unaelewa? Nikipungua hakuna sija kadhalika. Nenda kwa mkopo. Alafu mshangazi kwa kufanyaje? Ndio tena. Wewe kijana jamaa anafanikiwa kumbe ile pale sio pesa yake. Sio, unaelewa? Hapa kwa zinaenda nyingi sana. Tulisoma siku ile. Kuna leseni, mambo ya kitabu nje, vitu vingi. Asilimia ngapi? 60. Ukija huku kwa hiyo pesa kama analipa kodi 20%. Ukija kwenye investors analipa kodi 0%. Inaeleweka kwa hiyo haijaeleweka. Kwa nini haijaeleweka? Kwa nini analipa kodi? Si ndio? Zamani kwa nini leo? Unamwona huyu? Hawa upande huu. Hawa watu wanaitwa ni consumers. Consumers ni maana ni watumiaji wa hela. Ni watumiaji wa hela. Huyu mtu hapa akikosa hela, anakupa nini hapa ya haraka haraka? Hii kuuza mahali pale hapo peleka. Sina nani. Huyu hapa yeye kama mtu asome, alafu ajiliwe, asipoajiliwa hamtakuwa na kazi. Mungu kweli. Leo vijana kuna
nani? Wazalishaji. Swali. Deuji anajibu neno ngapi? Deuji anajibu neno ngapi? Wengi. Sasa anajibu neno ngapi? Wengi. Sio tunaona? Kama umeweza kuajiri vijana, umesikia serikali ikipunguza ukosefu wa nini? Sawa? Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, hata kila jiwa si huyu. Sasa wewe kama mwekezaji, ajiri wengine wengi zaidi. Inaeleweka vizuri? Hapo ndipo mnamwaje sema. Huyu ndo atakayeajiri, si ndio? Wewe fikiria, ajiri vijana wengi, ikiwezekana ajiri hata nchi nzima. Kutoka waajiri, utaona kwenye mshahara. Huyu ni producer, ana credit hata. Hiyo ni sababu ya kwanza. Tunaelewa sababu? Hivi leo wewe ukiwa umeajiri watu 1000, unafikiri kupitia watu 1000 unapata familia ngapi? Sio? Unafikiri kupitia watu 1000 serikali inapata kodi ya asilimia ngapi? Kwa kila kitu asilimia 40. Sawa? Sababu ya pili, ukiona mtu apapai kana kodi kubwa kuondoka. Ndio wapi? Ndio huku. Ukija huku, vijana ukiamua kukuza uchumi wa nchi, kwa upande wao. Sio unaelewa? Uchumi wa nchi unakuwa tukiwa tuna wawekezaji wengi kwenye soko. Unaelewa? Ukiona nchi imefanikiwa kiuchumi, angalia wanafanya nini. Wameinvest kwenye viwanda, wameinvest kwenye nini? Kwenye makampuni makubwa. Kwa hiyo ukiona huko ni pamoja, hakuna mtu anapenda kufanya hatari. Ili leo tukiona mtu yeje kutoka kama kuna. Sina shida ni kwamba vijana hapa elimu ya ujasiriamali. Tunakaa upande ambao hatujui kwamba ni nini? Darasa hili ni kufundisha. Sina kwa hiyo inaonyesha hivi, ukasema tuko upande wa huko. Ukasema upande sahihi ukapo hivi leo nikuuliza swali, umeenda shambani kwa kulima na kupanda mahindi. Alafu nataka kuvuna maharage. Unaweza kuelewa? Kwa nini? Anachokipanda sio sahihi cha kuvuna. Kwa sababu anachokipanda sio ndicho ambacho atakivuna. huwezi kumwelewa sio? Vipi ukiona kijana yuko upande ambao ni wrong side? Ana expect matarajio upande? Kuna mtu mmoja akasema you can't go wrong with what is right. Wewe unaenda sema ambayo sio yenyewe. Kufanya kitu kilicho sahihi. Hauwezi. Yaani umeenda sema kwamba utakiwa ukweli. Alafu kafanya kitu ambacho ni sahihi. Hicho ni kitu hakiwezekani. Mfano. Hivi unaweza kwenda kulima mahindi kwenye mama? Hapana. Hauwezi. Kupanda kwani si kitu sahihi. Kwani unawezekana kupanda kwa mama? Unaweza kwenda angani kwenda kupanda mbegu kule juu. Hapana. Maana yake nini? Ili upate kitu